Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Siku ya leo ni siku ya tunasherehekea Easter, tunasherehekea Pasaka, tunasherehekea kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu ambaye amekuja kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ili kwamba ajitoe maisha yake. Sisi ambao tulikuwa tulipashwa kufa, lakini yeye mwenyewe akajitoa ili kwamba tusife, lakini tuishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku kubwa ya leo kusherehekea kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu. Amefufuka katika wafu na ni mzima na ametupatia maisha ili kwamba tumwishie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tutamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena. Baba, asante kwa siku ya leo umetupatia, ambapo tunasherehekea na kukumbuka kufa kwako Bwana Yesu na kufufuka katika wafu, ili kwamba tupate kuokolewa. Asante kwa siku ya leo. Endelee kutubariki Bwana, na neno lako utakalolisikia ulibariki ndani ya mioyo yetu, litazaa matunda ya kupendeza kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutasoma neno la Mungu, na kwanza na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Najua kwamba Mungu amekulinda na uko salama na una afya tele ndani ya Yesu. Amen. Nakupenda na Bwana Yesu anakupenda. Tutasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura yake ya 3 na mstari wake wa 14. Neno la Mungu linatuambia hivi: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. Na 16 nasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Ni neno ambalo Bwana Yesu alikuwa alikuwa anamwambia Nikodemo. Bwana asifiwe. Kasema jinsi gani Musa alivyoinua nyoka jangwani wakati wana wa Israeli walipokuwa katika jangwa, walimkosea Mungu, na kulikuwa nyoka ambazo zilikuwa zinakuja zinawauma, zilikuwa nyoka za sumu, na wakati walipokuwa nakufa, zinapowauma wanakufa, wakamlilia Mungu. Mungu akamwambia Musa aweke nyoka, atengeneze nyoka ya shaba na aiweke kwenye mti, na kila mwenye nyoka itakapouma akiangalia hiyo nyoka kwenye mti anapokea uzima. Bwana asifiwe. Hata kufa tena na anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akasema hivyo hivyo njoo Bwana, naye mwana wa Adamu naye ataangikwa kwa msalaba, kila atakayemwamini ataokolewa. Bwana asifiwe. Ilikuwa ufunuo hiyo ambao jambo Mungu amemwambia Musa, ilikuwa ufunuo jinsi gani Mungu atavyomtoa mwanawe, ili kila anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na utakutana ya kwamba Yesu tayari alishakufa na alishafufuka kwa ajili yako na mimi, ili kwamba tumwamini tuokolewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unasoma neno la Mungu tena katika Agano Jipya, utakutana kwamba Yesu alitundikwa kwenye msalaba. Wakati alisulubishwa na watu wawili, mmoja kuume na mmoja kushoto. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo alisulubishwa, kulikuwa mmoja ambaye alikuwa anamshutumu Yesu, anamtukana Yesu, na mwingine akamwambia, akamtetea Yesu, akasema, kwa sababu gani unasema na haogope Mungu? Huyu amekufa kwa sababu hana hatia. Sisi tumekufa kwa sababu ya hatia zetu, lakini yeye alikufa kwa sababu alikufa na hana hatia. Amen. Akamwambia Yesu, nikumbuke. Bwana asifiwe. Unikumbuke utakapokuwa katika ufalme wako. Amen. Huyo mtu akapata neema. Bwana Yesu asifiwe. Akapata neema. Yesu akamwambia, akasema kama hili, akasema leo utakuwa pamoja na wewe peponi. Amen. Huyo mtu akaokolewa kwenye msalaba, na alikuwa mjambazi na alikuwa mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu amemkubali Yesu, hapo hapo kwa msalaba akaokolewa na akarithi uzima wa milele. Amen. Inamaanisha siku ya leo kuna aina mbili za watu. Bwana asifiwe. Yesu kama hivyo tunasherehekea kufa kwake na kufufuka kwake katika wafu. Biblia inasema jinsi Mungu amemtoa mwana wake, ili kila anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen.
Yesu alishatoa maisha yake tayari. Hata leo tunasherehekea kukufa kwake na kufufua kwake, iko mzima na iko hai. Bwana asifiwe. Na alishakatoa maisha yake tayari kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na kila anayemwamini anaokolewa. Bwana asifiwe. Lakini kuna wengine watu ambao wanangali wanapinga. Amen. Anapinga kumpokea Yesu, na ni Yesu ndio uzima na Yesu ndio maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama agisa alivyokuwa kumsalaba, mmoja alimkataa na mwingine akamkubali akaokolewa. Na siku ya leo kunakuwa watu kama hao, wanakataa kumpokea Yesu na wanakubali kupotea. Yesu alishafanya yote kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Na hahitaji mambo mengi, ni kwako tu kumkubali na kumwambia Yesu, nakupa maisha yangu na kupokea. Unisamee dhambi zangu kwa sababu alishamwaga damu yake kwa sababu ya ondoleo ya dhambi za ulimwengu wote. Amen. Tayari alishamaliza yote, kwa sababu akasema kwenye msalaba mbele ya kufa akasema yote imekwisha. Amen. Amepigwa, damu yake ikamwagika, kasulubiwa. Kwa sababu gani? Uokolewe. Alitoa maisha yake tayari, ameshakutoa maisha yake kwa ajili yako. Amen. Na ni kwako kumpokea. Amen. Ni kwako kusema yes na kukubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu. Umekufa na kufufuka katika wafu kwa ajili yangu. Unipokee. Bwana asifiwe. Na utakuwa mwana wa Mungu. Amen. Na utaepuka mauti ya milele na utaingia katika uzima wa milele. Haiombe kitu, Yesu alishafanya kila kitu. Ni kwako tu kumwamini na kumkubali na kukiri kwamba Yesu na kukubali kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na unaokoka. Amen. Usingojee hukumu ya siku za mwisho. Usingojee maisha yako kuingia katika mauti ya milele. Siku hizi ni wakati wako wa kumkaribia Yesu na kumkaribisha Yesu katika maisha yako. Yesu alishaka kufa na kafufuka kwa ajili yako. Alishakupatia tayari wokovu. Ni kwako kuchukua hiyo wokovu, mkubali. Bwana asifiwe. Usio kama ule ambaye alikuwa kwa msalaba na anakataa kumpokea Yesu, anakufa katika dhambi. Uwe kama huyo ambaye amempokea Yesu. Bwana asifiwe. Yesu ni mwenye upendo na anakupenda na anahitaji, anataka tu umkubali. Katika Ufunuo neno la Mungu nasema kwamba tazama nasimama mlangoni nabisha, na atakayenifungulia, unaponifungulia nitaingia kwako na tutakula pamoja na wewe na kuishi na wewe. Bwana asifiwe. Ni kukubali tu, namwambia Yesu na kupokea kwa imani tu, na utaona jinsi gani maisha yako yatakapobadilika. Amen. Dunia inajaa na mambo mengi ya kukudistract, ya kukutosha katika uwepo wa Mungu, ya kukutosha, ya kukuongoza katika mambo yasiyofaa, kwa sababu mwovu wakati wote anajua ya kwamba wokovu ni wako. Anajua kwamba Yesu alishakufilia, na unapomkubali utaokoka na kuachana na kuepukana na mauti. Lakini kwa sababu hiyo mwovu anapiganisha sana ili kwamba alete distraction, alete mambo ya upuuzi ya kutosha watu katika kumwamini Yesu. Lakini kataa kazi ya mwovu katika maisha yako. Kataa sauti ya mwovu, kubali sauti ya Bwana Yesu ambayo inakuita na kukwambia njoo, njoo upumzike. Yesu akasema kwamba mje kwangu kila ambaye anasumbuka na mizigo mizito, nitawapumzisha, nitakupumzisha. Bwana asifiwe. Ni Yesu alishafanya kila kitu kwa ajili yako. Ni kwako kumkubali tu, na maisha ambayo unaishi uimpatie. Tumwambie Yesu, nakupatia maisha yangu. Atakupumzisha na mizigo yako yote na mambo yote ambayo ilikuwa nakusumbua, atakuweka huru. Amen. Alikuja ili kwamba uwe na uzima na uwe na tele. Neno la Mungu nasema kwamba mwizi haji isipokuwa kuiba na kuharibu, uchinja, kuua na kuharibu, ndio muovu. Lakini Yesu akasema mimi nimekuja ili kwamba uwe na uzima na uwe na tele. Amen. Ni kwako tu kumkubali Yesu. Mwambie Yesu, patia maisha yangu na kupokea kwa Bwana na Mwokozi wangu, na hilo tu Yesu atakuja ndani yako na utaona maisha yako yanabadilika kwa wema. Bwana asifiwe. Mkubali Yesu siku ya leo, mpe maisha yako na utaona kisi gani maisha yako itakubadilika kwa wema. Na kama umekubali Yesu, usimwache. Amen. Shikamana naye katika hali yote, atakushindia. Majaribu inakuwa katika dunia hii, lakini wakati unapokuwa na Yesu utashinda majaribu yote, maana alishakapigwa, alishakashinda. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwamba wakati alifuka akasema jipeni moyo, maana nimeushinda ulimwengu. Amen. Ameshashinda.
Bwana Yesu asifiwe. Na akatushindia, na sisi leo ni kunapompokea, amen, yuko hapo kukutia nguvu na kukusaidia ili kwamba umalize safari salama. Amen. Nakutakia baraka za Mungu, nakutakia maisha ya Bwana Yesu, ndani ya Bwana Yesu. Amen. Kubali sauti ya Mungu, kubali sauti ya Bwana Yesu inayokuita, na utaona baraka zake katika maisha yako. Nakutakia siku njema ya leo ya kukumbuka kufufuka kwa Bwana Yesu. Naamini kwamba utaisherehekea katika utukufu wa Bwana, na uendelee safari tu, shikana na maana na Yesu katika hali yote. Yesu yuko hapa kukusaidia na kukutia nguvu. Bwana sifiwe. Anakupenda na ameshajitoa kwa ajili yako ili kwamba uishi naye milele na milele. Asante kwa siku ya leo na kwa kusikia neno hili. Naamini kwamba umebarikiwa, na hadi mtakapoonana tena, nakutakia Easter njema, na nakutakia tena wiki iwe njema kwako, na hii mwezi wa 4 iwe mwezi wa baraka na wa mafanikio kwako, kwa jina la Bwana Yesu. Hadi mtakapoonana tena, Bwana akubariki.